Kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Richard Tadeo Mchovu amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na ulinzi na usalama kuelekea kipindi hiki cha sikukuu, pamoja na kugusia swala zima la matapeli wa mitandaoni. Jina langu ni Subira Salum. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na hii ni Chum TV. Kwa ujumla wake mkoa wetu wa Mjini Magharibi utakuwa na viwanja vingi karibia 40 vya starehe, lakini pia tuna bichi za kutosha, lakini pia tuna garden za kutosha. Maeneo yote hayo yatapata ulinzi wa kutosha na ni maeneo ambayo ni rasmi. Tunataka wananchi wafurahie, nchi iko salama, mazingira ni mazuri. Kwa hiyo watu waende kwenye hivyo viwanja wakafanye wakastarehe, wakafurahie sikukuu hizi. Ni sikukuu nzuri za kidini na za kimataifa, nchi dunia nzima inazisherehekea, watu wote kwa ujumla wake. Kwa hiyo ulinzi utakuwepo wa kutosha. Tutakuwa na viwanja vyetu vya Kariakoo, Mnazi Mmoja. Na kwa sababu hivi viwanja vya Kariakoo na Mnazi Mmoja vitakuwa na watu wengi, tumeamua kuna baadhi ya barabara ambazo tutazifunga. Labda nizitaje hizi barabara ambazo kwa kweli tumeona kwamba ili watu waende Kariakoo vizuri, waende Mnazi Mmoja vizuri, katikati ya mji kusijae magari, watu waweze kutembea vizuri. Tutafunga barabara ya Ng'ambo polisi pale kuelekea Kariakoo. Ile itafungwa sisi kwa kushirikiana na wenzetu wa mawasiliano, lakini na serikali za mitaa kwa maana halmashauri. Lakini pia tutafunga barabara ya BZ kwenda Kariakoo, ile itafungwa kwa kuhakikisha kwamba eneo lile la Kariakoo linakuwa salama. Lakini barabara pia nyingine itakayofungwa ni barabara ya hii roundabout ya Miembeni, pale patafungwa kuelekea pale Kariakoo, itafungwa ile. Na itafunga barabara ya Maisara pale Mnazi Mmoja, ile itafungwa. Lakini barabara ya Baraza la Wawakilishi lile la zamani pale kwenda magazeti pale, hiyo barabara itafungwa. Na hii barabara inaita ya Mzee Mwinyi nayo itafungwa. Hizi barabara zitafungwa kwa nia nzuri, kuhakikisha kwamba hivi viwanja vikubwa ambavyo watu wanatoka mikoa ya kusini, kaskazini, wilaya zetu za mjini, watu wengi wanataka kuja kufanya sherehe hapa na watoto waje wafurahie. Sasa tukiziacha magari yakajaa mjini, itakuwa hatarishi kwa watoto, lakini na kwa nafasi pia ya kufanya itakuwa ngumu. Kwa hiyo wananchi waichukulie katika positive, yani waichukulie kama ni jambo zuri, ni jambo lenye nia njema, wakubaliane nalo. Wafuate mambo ambayo wataambiwa na askari wa usalama barabarani na askari watakao kuwa kule kwenye hizo barabara mwanzo wa kufunga, wakubaliane nao. Wasilete vurugu, wasilete ubishi, wakubaliane, washushe abiria pale, na wakati wa kuondoka pia watapakilia abiria pale pale. Kwa hiyo wajipange vizuri, madereva wajue hilo. Kwa hiyo hiyo ndio itakavyokuwa. Kwa hiyo viwanja vyote vitalindwa kama nilivyosema, na askari wa jeshi la polisi na askari wote wa vikosi vya SMZ tutashirikiana. Jambo ambalo askari wetu watafanya ni ule utu. Tutafanya ulinzi huu kwa utu na heshima. Hakuna mwananchi atakayetwezwa, hakuna mwananchi atakayefanywa vurugu. Mwananchi akikosea atahudumiwa vizuri. Wale wezi wale tutakuwa na huruma nao. Kama mtu atatoka nyumbani kwake anakuja kwenye hivi viwanja kwa ajili ya kuiba, huyo ataumia. Haya makosa mengine ya kawaida sio nini, tutaenda vizuri, lakini wewe utatoka nyumbani uje kuiba, utaumia. Utatoka nyumbani unakuja kwa ajili ya kuleta madhara kwa watoto wa kike wadogo. Ukiona kwenye eneo ambalo tunaona hili unataka kuleta madhara kwa watoto, utaumia. Tutakuwa na askari wa kutosha kabisa waliovaa uniform, lakini na waliovaa kiraia, kuhakikisha kwamba viwanja vile vinakuwa salama. Na wale wananchi wanaofanya biashara kule, pitia halmashauri yako, pitia kwa sheha, pitia kwa viongozi ili upewe utaratibu mzuri wa kufanya biashara. Kama ni Kariakoo, kama ni Mnazi Mmoja, tutataka mtu apange bidhaa juu ya barabara. Tutakuwa na watu wa halmashauri, tutakuwa na watu wa Mji Mkongwe, tutashirikiana wote, serikali yote itashirikiana ili kuhakikisha kwamba wananchi wanasherehekea vizuri, wananchi wanapata furaha ya kutosha. Kwa hiyo nataka kufanya jambo lolote la kibiashara, hakikisha kwamba umefuata zile taratibu. Lakini na magari yale yanayosafirisha abiria yao ni yale yaliyosajiliwa. Kipindi hiki ni kipindi cha sikukuu. Kwa hiyo hata askari wetu kama nilivyosema watafanya kazi kwa utu sana. Na wao watakuwa kwenye misingi ya kisikukuu. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine labda gari watu wengine wamesimama 2 watatu, askari yule ataangalia mazingira na jinsi ilivyo. Ataungana na yule dereva kwa utu, kwa sababu hataki watu wakalundikana, watu wakakaa mpaka saa 9 usiku wanasubiri usafiri. Kwa hiyo shughuli hizi za kisikukuu zitafanyika kisikukuu. Sheria zitasimamiwa na sheria yenyewe inatoa nafasi kwamba kuna wakati sheria inaweza ikalegea kidogo. Hakuna sheria ambayo haina kanuni zile, haiwezi kunani, lakini tunachotaka ni kwamba mambo yafanyike kwa utaratibu na kwa utulivu. Kwa hiyo magari yale ya abiria ndio yabebe, usije ukawa
gari chako kikenta au hivi wanaita nini hivi, umekiweka ndani muda mrefu, kikeri kimekaa muda mrefu, alafu unaona kwamba kwa sababu ni sikukuu, ni fursa imetokea, watu wanataka kusafiri, ukawakodisha, ukiwabeba watoto kiwalete kwenye viwanja vya kustarehea au kwenda bichi, utaumia. Gari hicho kitakaa, tutakikamata, tutakaa nacho mpaka sikukuu ziishe, tutakupeleka mahakamani. Kwa hiyo mmiliki na atakaye kiendesha, acha yale watu ambao wamesajili kwa ajili ya kufanya biashara ndio wafanye biashara, lakini wale ambao wamesajili kwa ajili ya biashara wasiendeshe mwendo wa ajabu. Tunajua watu wanataka kupata pesa nyingi, lakini usiendeshe mwendo ule wa kwenda ili urudi uende urudi. Endesha taratibu. Endesha taratibu, magari ni mengi na yatafanya vizuri tu, watu watapeleka. Kwa hiyo hili nitoa wito tu kwamba tuendelee, kwa kweli tuombe kwamba, kwa sababu tuna parking za kisasa nzuri ambazo zipo na magari mengi yanaingia mjini. Tuombe wananchi watumie zile parking ambazo zipo. Serikali yetu imejenga parking za kisasa kubwa nzuri. Sasa tunaomba hasa wananchi wanaopaki magari, kwa mfano barabara hii ya Mlandege ni eneo muhimu sana na watu wanapita pale. Kwa hiyo tuone ile barabara iachwe wazi, watu wapaki magari maeneo yale rasmi ya kupaki na maeneo mengine. Na pia niombe wananchi, kama hakuna umuhimu lazima sana kuja na gari lako mjini, tumia usafiri wa umma ili magari mengi yasilundikane hapa mjini, tuweze kutoka vizuri. Lakini pia niwajulishe wananchi tu kwamba barabara zetu zinazojengwa zinaendelea, lakini zinaendelea kufunguliwa na askari wataendelea kuwa wengi barabarani kipindi hiki, kuhakikisha kwamba magari yanatembea na watu wanafanya manunuzi kwa wakati na wanaenda nyumbani kwa wakati. Na katika kipindi hiki kabla ya sikukuu, nitoe pia wito kwa wananchi kwamba wajitahadharishe, wajihadhari. Kuna kikundi cha watu wako hapa mjini wanajiita freelance, wametoka maeneo mbalimbali ya nchi hii, wengine wametoka Mwanza. Tumekamata watu wametoka Mwanza, Bukoba, wako hapa wanafuata fursa zilizoko hapa Zanzibar, wanakuja kwa ulaghai, wanaambia wananchi, bwana, sisi tunasajili mabando, tunasajili simu, tunawapa line ya kisasa kabisa. Sasa katika kuambia wananchi hayo, wanataka kuwasaidia. Naambia bwana, wana vitambulisho kama hiki. Unakuta wamevivaa. Wananchi akiona anaamini kwamba huyu kweli ni mfanyakazi wa Tigo au wa shirika nani fulani, self provider fulani, wanakubaliana nao. Kwa hiyo wanatapeliwa sana wananchi. Watu wametapeliwa vya kutosha. Na hao tumekamata hizi simu hizi, ndio wanatumia. Wana simu zao wanatumia, anakudanganya, anachukua ya kwako, baadaye anaingiza, anaangalia namba ya siri, wakati wewe anakuambia ingiza namba ya siri ili tukuwekee mabando au ununue, anaangalia namba yako, baadaye sasa anaitumia yeye. Anachukua line yake, wakati mwingine anaingiza kwenye simu yake, kumbe anahamisha taarifa zako pale. Kwa hiyo wananchi ni watahadharishe kwamba kuna wimbi hili, wawe makini sana. Sasa huko kwenye masoko na maeneo mengine na madukani, anamfuata anambia, bwana, sasa hivi kuna mabando maalum kabisa mazuri kwa ajili ya sikukuu tunakupa. Wananchi wawe makini na hilo. Lakini eneo lingine ambalo tumeliona kipindi hiki sio nzuri ni hao vijana wetu wa bodaboda. Wamekuwa na tabia ya kufanya fujo na vurugu kwa wao. Tuna operation mbalimbali zinaendelea, wananchi wanajua, wanaziona, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara zinakuwa salama, kanuni za usalama barabarani zinafuatwa. Sasa hao wakienda kule kufanya hizi kazi zao, watu wa mawasiliano wanafanywa fujo. Sasa nitoe tahadhari tu. Jeshi la polisi liko makini, linashirikiana, serikali yote kabisa inafanya kazi pamoja. Kwa mtumishi wote wa serikali anayetekeleza majukumu yake asifanywe fujo. Usijaribu kumpiga, usijaribu kufanya jambo lolote. Mwache afanye wajibu wake. Kama kuna mambo ya ovyo, kuna mambo ambayo wananchi hawaridhiki nayo, wamesema mengi. Mheshimiwa Waziri alikuja wa serikali za mitaa akaeleza mambo yale ambayo wananchi walilalamika na yamerekebishwa na askari wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu ya kupiga askari mawe, hakuna sababu ya kuwalandia askari mawe, hakuna sababu ya kufanyia askari fujo.